na wamelipitisha. Limepita kwa staili gani? Kwanza alikuwa anakuja maombi pale kama sasa tufanyeni tutoe viingilio eneo la mzunguko tu, alafu huku VIP huku watu wanunue tiketi kama kawaida. Lakini baada ya mchakato huu na tathmini iliyofanyika, ikagundulika watu hawa ambao wanunuaga viingilio kwa maana VIP wanakuaga wahanga wakubwa, kwa sababu ukishatoa hela yako unafika pale unashindwa kwenda kwenye nafasi yako vizuri, na taratibu za kuingia pia zinakuwa changamoto wakati mwingine. Kwa hiyo ambacho uongozi wa klabu ya Young Africans umekubaliana, mechi hii ya Jumamosi Benjamin Mkapa dhidi ya Silver Strike, mechi hii ya maamuzi ya kuipeleka Young Africans kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu, mechi hii imeondolewa viingilio majukwaa yote isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B limekuwa reserved kwa wageni ambao wataalikwa. Kwa mfano tunao wanachama wetu ambao wao wanalipa ile huduma ya Black Card shilingi milioni 1. Hawa wamepewa kipaumbele, wataketi jukwaa la VIP A. Lakini pia kuna wageni waalikwa mbalimbali ambao majukwaa hayo yamekuwa reserved. Kwa hiyo Jumamosi unapoamka nyumbani ukaja Benjamin Mkapa, jua maeneo yote unaruhusiwa kwenda kuketi, isipokuwa jukwaa la VIP A na jukwaa la VIP B. Lakini maeneo mengine yote Yanga mwenzangu unaruhusiwa kwenda kuketi. Ni ombi ambalo mmelileta kwa uongozi wa Young African Sports Club, na nikiri lilikuwa ombi gumu kweli kupita. Lilikuwa ombi gumu kweli kupita kwa sababu viongozi wana mahitaji mengi kweli sasa hivi ya kufanya. Lakini kipaumbele ambacho tuko nacho sasa hivi, kipaumbele ni group stage. Ndio kipaumbele cha Yanga. Hakuna kitu kingine kwenye vichwa vyetu isipokuwa hatua ya makundi ya CAF Champions League. Kwa hiyo ombi lilikuwa gumu, lakini kwa upekee wake viongozi wameweza kucompromise vitu vyote kwa ajili yetu sisi wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Sasa basi, baada ya ombi hili kukubaliwa, ndipo ninapokwenda kwenye ajenda yangu ya 4 na ajenda yangu ya mwisho kwa siku ya leo. Tumesema hii mechi tumeiomba sisi mashabiki. Hii mechi tumeiomba sisi wanachama wa Young African Sports Club. Na tumetoa ahadi kwa viongozi wetu. Namba 1, tutakwenda kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa. Namba 2, tutakwenda kushangilia timu yetu dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Namba 3, wanachama na mashabiki wametoa ahadi wanakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya matatu ni muhimu sana ndugu zanguni, tukakumbushana kia anapoitwa leo. La kwanza, tumetoa ahadi kwa viongozi, tufungulieni hayo mageti tuje tujae huko ndani. Namba 2, tunakuja kutengeneza hamasa, tunakuja kuwaamsha wachezaji wetu, tunakuja kutengeneza vibe ambayo haijawahi kutokea Benjamin Mkapa. Tukiwa tunaamini sauti hizi za wanachama ni sauti za ushindi. Ni sauti ambazo zitakwenda kuinua morali ya wachezaji kutoka ambako iko sasa hivi iende juu kabisa kupambana kwenye pitch. Lakini la 3, tumeahidi tunakwenda kuipeleka timu yetu kwenye hatua ya makundi. Haya mambo yanatuhusu sisi wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Young African Sports Club. Naomba nisisitize hapa, ombi hili limeombwa na wana Yanga kwa viongozi wa Yanga, na viongozi wa Yanga wameruhusu ombi hili kwa wana Yanga. Sasa wewe ambaye sio mwana Yanga, ukajiinua nyumbani ukaja Benjamin Mkapa na dhamira zako
hovyo hovyo na mipango yako hovyo hovyo, tutalaumiana. Naomba nirudie hapa. Naomba nirudie vizuri hapa. Kama unakuja wewe sio mwana Yanga unataka kuja uwanjani, njoo utulie tu uangalie game. Njoo utulie uangalie game, hamna anayezuiliwa. Lakini ukajitoa nyumbani, ukaja Benjamin Mkapa, ukawa na dhamira ya hovyo ya kufanya chochote kibaya kwa ajili ya timu yetu, tutaishi na wewe. Na sisi kugundua dakika moja tu, kwa sababu wana Yanga tunajuana. Tukishagundua wewe sio mwenzetu na uko uwanjani, keti angalia boli, hata kugusa. Sisi hatunaga vurugu, sisi hatunaga fujo kwenye mechi zetu. Unakuja kuangalia boli, njoo uangalie boli basi. Ukija na ajenda tofauti na sisi tutakuwa wa tofauti. Hili nimelisema wazi kabisa. Wazi kabisa. Unakaribishwa. Kila mpenzi wa mpira anakaribishwa. Lakini ukija na dhamira yako tofauti kwa engo yoyote ile, tukakubaini kwamba wewe dhamira yako ni mbaya, talaumiana. Si jambo la kuficha hili. Sisi tunakwenda kwenye vita Jumamosi. Jumamosi tunakwenda kuipambania heshima ya Young African Sports Club. Hata viongozi ambao wamefanya tathmini wakaruhusu mechi hii mashabiki waingie bure pale Benjamin Mkapa, wanajua nguvu ya mashabiki wao kwenda kuisupport timu yao. Wanajua hiyo nguvu. Sasa isitokee ukaja pale kuja kuharibu hiyo dhamira nzuri ambayo viongozi wako nayo. Tutalaumiana ndugu zangu. Tutalaumiana. Kama huwezi kutulia, subiri mechi yako kaangalie. Timu ya Tanzania inacheza 4, si ndio weekend hii unaweza kuwafuata wengine ukaangalia. Kama huwezi kuja mechi ya Yanga ukatuliza boli, tafadhali. Timu ziko 4 zinacheza, nenda kaangalie hizo. Fresh kabisa, hana kukubugu, nenda kaangalie. Fresh. Lakini ukija kwetu utulie, kwa sababu sisi Yanga siku hiyo tuna jambo letu pale la kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kufanya. Tuna kazi yetu pale ya kuifanya. Mimi nimesoma mtandaoni maoni mengi kweli kweli, mengi. Baadhi ya wachambuzi wakiwazungumza wachezaji wa Yanga kama wachezaji wa kawaida tu hivi. Maneno mabaya, maneno ya hovyo yamezungumzwa. Lakini nikasema busara ituongoze, kwa sababu watu hawa wanataka tuwajibu kwa vitendo. Tukiwekeza nguvu na si kujibishana kwa maneno, tutapoteza muda wetu. Yale maneno yote yaliyoongelewa yale, sijui Max hivi, sijui Dube hivi, sijui muda vile, yote wachezaji wameyasikia. Na tunajua yanaongelewa kwa dhamira mbaya tu. Kwa dhamira mbaya tu yanaongelewa. Yaani sisi tumekwenda away kucheza mechi ya ugenini. Bahati mbaya tumepoteza kwa goli 1-0. Tunarudi nyumbani kwenye mechi nyingine ya kupambania timu tuweze kufuzu. Lakini maneno yalikuwa yanatolewa ni kama Yanga imetoka Malawi imeaga mashindano ya Champions League. Ni kama Yanga imeshaanguka duniani. Yaani Yanga imekuwa timu ya ajabu. Sisi imetupa picha kwamba chuki ambayo watu waliifuga kwa miaka 4 wakati sisi tunadominate mpira hapa na inshallah tunaendelea kudominate hapa. Chuki ile ni kubwa kweli. Imetokea chance Yanga imepoteza mchezo, sasa kila mtu ndo kaamka. Kila mtu kasema lake. Yaani kwenye mechi moja ambayo tumefungwa na Silva, Engineer kasemwa, Arafati kasemwa, wajumbe wamesemwa, Diara kasemwa, Pakome kasemwa. Mechi moja, goli moja. Mechi moja, goli moja.
Roho mbaya tu, ni roho mbaya tu ndio zinawaongoza. Sasa sisi tukasema hawa tusiwajibu kwa maneno, acha wachezaji waichukue hiyo, ikae hapa kwenye kifua, ikae hapa, alafu wao wakajibu kwa vitendo. Yaani mtu aanze timu ya taifa ya Ivory Coast uone mchezaji wa kawaida. Wewe si majununi wewe, unakuwa tu na nini wewe tu unakosa makopo. Majununi tu wewe. Tumesikia yote na yamehifadhiwa hapa. Insha Allah Jumamosi. Insha Allah Jumamosi majibu yatapatikana Benjamin Mkapa. Yote yamehifadhiwa hapa. Sisi wakubwa tuna kifua cha kustahimili. Hii klabu kubwa. Klabu hii ina zaidi ya miaka 90 sasa hivi. Ina uwezo wa kustahimili mambo. Tunajua haya yanaongelewa yana maana, haya hayana maana. Haya ni chuki, haya ni roho mbaya, haya yana mawazo. Tunajua kufanya upembuzi wetu. Mengi hapa yanaongelewa roho mbaya tu. Roho mbaya tu. Yaani kama Yanga ishatolewa hivi. Mimi niwaambie ndugu zangu wana Yanga, na hii ni muhimu sana tuelewane. Tunakwenda kucheza mechi Jumamosi na wa Malawi, Silver Striker. Silver wanaotuombea mabaya sio hawa wa Malawi. Nataka niwaambie sasa. Wanaotuombea mabaya wengine tunakula nao mchana humu. Humu tupo nao. Tusicheke na mtu. Muda huu sio rafiki. Huu sio muda wa kuentertain mtu. Huu ni muda wa kukumbuka kwamba wewe ulipata bahati ya kuzaliwa kuwa shabiki wa Yanga. Na unatakiwa Jumamosi uende ukatumie nafasi hiyo na bahati hiyo kuipeleka timu yako hatua ya makundi. Si tumekaa Jumapili pale, yaani mtu kwa tu si maneno. Hapo tumefungwa mechi ya kwanza. Tukitolewa Mwenyezi Mungu aepushe. Yaani tumefungwa mechi ya kwanza, imeonekana ni kitu cha ajabu kwa kutokea. Yaani Orlando kapigwa chuma 3. Kongo pale 3 kaka. 3 sasa anajipanga apindue meza huko. Haya Mungu akaini tumefungwa sisi zile 3. Manake moja imekuwa zahma. Dunia imetuangukia moja. Mimi niwaombe mashabiki wenzangu wa Yanga. Tusicheze midundo ambayo hatuelewi ngoma inapigiwa wapi. Mpiga ngoma umuone ndio ucheze, ndio raha ngoma. Piga ngoma akijificha usicheze. Watu wanatuingiza midundo yao hapa saizi. Sio kwamba wanatakia mema, wanasubiri hapa dua zao. Mimi nawahakikishia, na wengine hofu wameshaanza kuongea tu wenyewe hapo. Sio wameshaanza kuongea. Wanatuombea mabaya kweli yatokee Jumamosi pa tushinde qualify. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu sisi tutaqualify. Naamini. Tukiweka nguvu yetu ya pamoja. Na viongozi wamesisitiza hata ili ombi kulikubali, maana yake mwana Yanga asiyekuwa na kitu, mwana Yanga mwenye kitu anatakiwa aje vitani Jumamosi Benjamin Mkapa. Mwenye nacho na ambaye hana anatakiwa aje uwanjani mapema. Mechi ni saa 11, majira ya saa 6 milango yote ipo wazi ile. Mapema njoo. Hawa wachezaji wakiwa wanaingia muda wa kufanya warm up, wakaona ule uwanja umejaa. Na wiki hii nzima tumewadai bwana, tunataka mkimbie zaidi uwanjani, tunataka mjitume, tunataka mfanye hivi. Yale wakisha tumejaa mule ndani vizuri, wakiyakumbuka yale maneno, na waambia wakiyakumbuka yale maneno, tutaondoka si Jumamosi Benjamin Mkapa tukiwa na raha kwenye vifua vyetu. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, na huo ndio ukweli. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, tuwe makini sana. Tuwe makini sana kwa sababu wako watu pia ambao tuko nao na hawapendi sisi tuendelee kwenda mbele. Hawapendi. Kwa hiyo ni mechi ya mtego kweli, na kuutegua mtego ni sisi wana Yanga wenyewe. Kwenye kila tawi tuanze leo kuambiana hii ni mechi ya mtego na tunakwenda kuutegua. Mmoja mmoja kwenye kila tawi. Wana Yanga wote wanaponisikia duniani kote, kila mtu mwambie mwenzake.
Hii ni mechi ambayo ina mitego mingi, lakini umoja wetu, nguvu yetu, tutakwenda kutegua hii michezo. La mwisho la kumalizia, ambalo haina umuhimu kwa sababu sio tabia zetu. Tafadhali tusifanye fujo viwanjani. Tafadhali sana naomba, fanye fujo viwanjani. Tusipigane viwanjani, tusipige mashabiki wengine wanaokuja kwenye mechi yetu. Lakini namba 3, tusifanye yale ambayo CAF yanakatazwa kufanya viwanjani. Tusiwashe moto, tusiwashe mafataki, tusirushe mawe, tusipigane, tusiwe na vurugu. Utamaduni wetu kuwa waungwana. Kwa hiyo kila mmoja akae balozi mwenzake kumwambia ombi letu limekubaliwa, si ndio bwana Godi? Na hiyo ndio muondoke nayo kama slogan kwamba ombi limekubaliwa. Tunakwenda sasa kwa Mkapa. Lakini tukifika pale tulikuwa tumejaa pale, tukumbuke ustaarabu. Mimi naomba sana wana Yanga, hata ikatokea kwa bahati mbaya amekuja mtu ambaye sio mwana Yanga, tafadhali usiinue mkono wako kumpiga. Sio tamaduni yetu na sio ungwana. Mpokeeni aje aangalie mechi. Ila ukimbaini tu kaja mara miguu inawashawasha kidogo, mara sio na bana miguu, muulize vipi shehe, mbona utulii? Max tunawajua. Mtu anakuja wewe Max anakosa goli, yeye amekaa tu hivi. Tunapelekea mtu moto, mtu amekaa tu hivi. Mgonge begani, shehe vipi? Maka mtu amekuja kama na miguu hivi dakika 90. Wewe una shida gani? Tumekuja kuenjoy bana miguu hivi. Huyo sasa wewe bili naye. Mwambie tu shehe bwana, ngazi zile kapumzike nyumbani. Lakini mtu kaja pale kavaa jezi yake sio ya Mtibwa, kavaa jezi yake sio ya Mbeya City, anakuja kuangalia boli. Tu waungwana, tusiwapige, tuacheni waje waangalie boli. Naudia tena, tusifanye vurugu, tusipige watu, tusishambulie watu kwa sababu wamekuja kwenye mechi yetu. Ila sisi tulinde watu wasiwe na madhara, wasiwe na mipango tofauti, na tuliweza hilo jambo. Hiyo ilikuwa langu la mwisho la kuomba wana Yanga, na nakaribisha sasa maswali kama yapo tuweze kumaliza hili jambo. Karibu bwana Jadu. Ulikuwa Malawi wewe? Malawi ulienda? Tunataka kwenda. Bwana wanachama wote ambao wamekwenda Malawi, wana Yanga wote ambao mmekwenda Malawi na mlijiandikisha kwa idara yetu ya wanachama wote, matawi yote yale yote, nyinyi mtakuwa mshapata zile access za kukaa pale VIP ambao kumekuwa reserved. Wale matawi ambao wamekwenda Malawi, moja katika fedha ambayo uongozi umefikiria ni kutenga siti maalum za VIP. Mmeteseka sana ndugu zangu, mmeteseka sana. Malawi Lilongwe ni mbali, siku 3 kwenda siku 3 kurudi, 6. Yaani wiki nzima uko na lami, alafu unafikiria tu wiki nzima uchizi, yaani inaumiza. Kwa hiyo tukasema wakati tukienda kutengeneza comeback ya kibao pale Benjamin Mkapa, ambao mmekwenda Malawi, nafikiri orodha yenu ipo kwa mkurugenzi wa wanachama, nyie mtakuwa mna eneo mmetengewa pale VIP. Mje pale siku hiyo mweke miguu juu, mna enjoy sasa boy, na mnawasimulia wenzenu mlichokipitia Malawi.